Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Baada tupo katika viunga vitukufu vya Madina, mji wenye nuru, mji wenye baraka na mji wenye kheri kwa wenyeji na watembeleaji au wanaokuja kwa ziara. Unuru, baraka ya mji huu unatokana na mbora wa viumbe aliyokuwepo hapa, na si mwingine ni Sayyid Sadat Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa mbele yenu ni shekhe wa ibadat, lakini kiongozi pia wa ibadat wa taasisi hii ya Jamarati. Allah aihifadhi. Shekhe huyu anaitwa nani? Ameanza kutumikia hapa kwa muda gani? Na yeye binafsi anaelezeaje utumishi huu? Basi tupate kwake, kwa sababu innal insana ala nafsihi basira. Sheikh, assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Azhar TV Tanzania inapenda kukujua shekhe, na wasio kujua wewe ni nani. Inshallah, kwanza nashukuru kwa faida ya watazamaji, na baada ya kuwasalimia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, mimi ni ndugu yenu, naitwa Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama. Lakini ni shekhe elekezi wa ibada katika taasisi ya Jamarati. Mashaallah. Mashaallah. Umekuwa unadumu una serve katika nafasi hii ya shekhe wa ibadati kwa muda gani? Ni muda mrefu sana nimekuwa nikisevu katika au nikisaidia katika masala ya ibadati, lakini hasa kwa maelekezo ya upande wa Tanzania. Naam. Ama kuja kwa maelekezo ya hapa si mara nyingi sana, labda mara 3-4 nimejaribu kufanya kichwa na mimi kuja kuelekeza mpaka hapa katika mji huu, katika miji mitukufu hii hapa. Shekhe, waumini kukamilisha ibada yako kupitia mwongozo wako na hatimaye kuwa ibada zao zimekamilika, hii kwako unaichukuliaje? Wallahi mimi hii ni fahari kubwa sana kwangu mimi. Allahu Akbar. Na ni jambo ambalo nafsi yangu ilikuwa inapata tabu sana. Naam. Nilihisi kwamba ibada ya muumini yoyote aliyokuja hapa kwa gharama aliyoitoa, kama ibada yake itaharibika kwa upande wa kisheria, basi mimi nilikuwa ninabeba dhima na masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nilikuwa nikifanya kazi hiyo nikihakikisha kwamba kila haji nihakikishe labda afiche yeye, lakini kila mara nilikuwa nikiwaomba baada ya shughuli wanieleze nini kimetokea, ili nitafute hukumu ya kisheria namna gani ya kuja kukava hilo tatizo kisheria. Allahu Akbar. Shekhe, Samahat Mufti na wasaidizi wake wote wapo mbioni na wameanza tayari harakati mbalimbali za kuhakikisha wanawafikishia ujumbe wa Tanzania ambao inaaminiwa kuwa ni uelewa ndio umekosekana kwao wa kutekeleza ibada hii, kiasi ambacho Saudi Arabia imetupa sisi hisa ya watu 27,000 kwa kila mwaka, lakini Tanzania bado tupo katika 3,500. Nyie kama maduati, kama madai, kama walinganiaji, kama mashekhi wenye dhima ya kuinadi kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mnamsaidiaje Samahat Mufti kufikia malengo yake? Ni kweli ni wajibu wetu sisi kumsaidia Samahat Mufti kwa juhudi nzuri ambazo anazozifanya na ile ghera aliyokuwa nayo kuhakikisha kwamba raia ambao yeye anaongoza wanafikia kuitekeleza ibada hii ya hija ambayo ni fardhi mara moja katika umri wa Muislamu. Lakini kwa sababu ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu, na ni nguzo ambayo inahitaji uwezo, sasa uwezo wa kifedha ama uwezo wa kimwili, lakini ibada hii inahitaji vile vile uwezo wa uelewa na uwezo wa uratibu. Watu wengi sana wamekuwa na matatizo ya kufahamu ama kuipanga hija katika mwaka wake. Hili ni kosa. Na mimi binafsi yangu nimechukua azma ya kwenda kuandika katika maandishi mbinu ambazo zitakazosaidia watu au familia kuweza kila familia kutekeleza ibada ya hija, ikiita kwamba hii ni hija katika familia. Hija katika familia, hili ni jambo ambalo nimeliona, jambo ambalo linatakiwa tufanye maandalizi ya hija kifamilia anapozaliwa mtoto. Ama ikiwezekana mimba, tukipatikana mimba, basi maandalizi ya mimba hii kahiji, maandalizi yaanze pale kwa kuweka kidogo kidogo akiba mpaka miaka 15, 13, 15, 17 ya baleghe, tayari mtu alishachanga kidogo kidogo, kazi yake ni kuja tu. Kwa hiyo kila mwaka hizo 27 huenda zikawa ndogo na tukaongeza inshallah. Hiyo ndio azma yangu mimi. Allah awezeshe katika hilo inshallah. Shekhe, tumekuona katika majukwaa mbalimbali
ukimeelezea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutoka zake Maka mpaka anafika katika mji huu wa Madina, na baada ya maisha yake mpaka Allah anamchukua katika ufalme wake, maana yake anafariki. Lakini leo kwa namna moja ama nyingine unauacha huu mji ambao umekuwa ukielezea kwa ufasaha katika majukwaa mbalimbali. Hii shekhe, inakuathiri kwa namna moja ama nyingine? Athari ni kubwa sana. Ni kwamba kwa sababu ni lazima na ni taratibu, lakini si sehemu ya kuondoka na kukimbia haraka haraka. Athari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba fadhila zake kwetu sisi ni kubwa sana. Wala tansau alfadla bainakum, kwamba fadhila za Mtume sallallahu, watu tumekuwa maadui, watu tulikuwa hatujijui, leo tumejifahamu, dunia imejifahamu. Yote hayo ni mafundisho na tabu alizovumilia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu ni kiumbe mbora ambaye kuwa karibu naye ni kheri kubwa zaidi. Lakini unaondoka utafanya nini? Unaondoka huku unasononeka, lakini unamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie mwaka mwingine ama ibada nyingine ya umra, basi nirudi tena ili niweze kumzuru bwana wa viumbe, bora wa viumbe wote. Allahu akbar, Allahu akbar. Shekhe, subhanallah, tunakushukuru sana kwa haya machache uliozungumza. Tulikuwa tunatamani tuongee na wewe zaidi ya hapo, lakini muda unatukimbia. Tumepewa ruksa dakika chache za kuongea na mahujaji, lakini insha Allahu natumai tutapata kuonana tena. Lakini kabla sijamaliza, labda nikuulize tena Shekhe, tuna dunia nyingine ya kimitandao sasa hivi. Zamani mlikuwa mkitangaza hija kupitia misikiti, kupitia makongamano na semina mbalimbali. Sasa hivi kuna dunia nyingine imezaliwa, inaitwa dunia ya kimitandao, social media platforms. Mashekhe, hii dunia hii mnatumiaje kuifikisha kilima ya Allah, lakini hatimaye kuinadi haji pia? Nafasi ya kimtandao ni nzuri, ndio, na ni nafasi ambazo kutokana na hali halisi ya ulimwengu unavyokwenda ni lazima itumike sana tu katika sura nzuri. Lakini bado mimi pamoja na hiyo naamini kwenda ile shafawi, mulahaka, kukutana mtu na mtu, kundi na kundi, na kuizungumza hija katika hali ya namna hiyo, na kuihimiza hija katika hali ya namna hiyo, bado nafasi yake kubwa sana. Laisa al-khabar kal-ayani, kanuni kabisa kwa mtandao utatumika, watu wataelezwa, lakini unakutana mtu unakaa naye kundi la watu moja mmoja, wawili kwa makundi, alafu wakaelezwa hija vizuri na faida zake vizuri, na wakapewa na utaratibu, wakajibiwa maswali yao moja kwa moja, nadhani itachukua nafasi kubwa sana katika vile vile kuongeza hima katika swala zima la hija na kutambua hija na kuja kuitekeleza hija na kuipenda hija. Ya salam. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun, Allahumma amin, wa sa'yun mashkurun, wa kullu aam wa antum bi khair. Tulikuwa naye hapa shekhe na kiongozi wa ibadati wa taasisi ya Jamarati, akielezea kwa huzuni kwa sababu hivi leo tayari wenye mamlaka yao washamwambia anahitaji kurudi Tanzania. Mji wa Madina ndio mji wa ndoto zao. Mji wa Madina ndio sehemu ambayo wanaipata amani. Hawa ni ahbabu rasuli, hawa ni watu wanaomhubiri mtume na hawakumuona. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ni watakuja masahaba mahabaib zangu, vipenzi vyangu. Akaulizwa ni nani hao? Wale watakuja kunihubiri na wakaniamini bila ya kuniona. Shekhe, Allah akubariki katika mradi, Mwenyezi Mungu akubariki katika kutangaza haji, na haji insha Allahu itapokewa na imekwisha anza pokewa. Kwa mara nyingine, hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mashkurun wa kullu aam wa antum bi khair. Mulikuwa na mwana matangazo wenu Hashim kutoka Al-Azhar TV Tanzania, Madina.